Roho Mtakatifu kwa muda mrefu kidogo, ambao mlikuwepo na wengine ni wapya, lakini tulikuwa na mwendelezo wa muda mrefu. Wiki iliyopita, Jumapili iliyopita, nilipata nafasi ya kuwa sehemu nyingine, sikuwepo mahali hapa, lakini wiki kabla ya Jumapili nilikuwa namuuliza Mungu somo la kufundisha. Amina. Jumamosi nilikuwa nimetulia sehemu, nje kabisa, sikuwa maeneo ya hapa, nilikuwa maeneo ya nje ya mkoa. Usiku nikiwa nimetulia, nilikuwa napenda kukaa peke yangu katika hali ya utulivu, huku nikitafuta usikivu wa Mungu. Kisha tu Bwana ananiambia, sauti yangu, sauti yangu, sauti yangu, fundisha sauti yangu, sauti yangu, sauti yangu, sauti yangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini baada ya kuja siku ya Jumapili somo la ibada, naona mmejifunza juu ya habari ya sauti ya Mungu, sivyo? Na asubuhi mmejifunza juu ya somo la unyenyekevu. Kwa hivyo Mungu huwa anazungumza. Pamoja na kwamba tumejifunza somo la Roho Mtakatifu kwa muda mrefu, nilikuwa nikiuliza Mungu sana, Bwana, tazama tumejifunza habari zako, lakini shauku yetu kubwa ni kutaka kuwa na wewe, kutaka kusikia wewe, kutembea na wewe, kuongoza na wewe. Kwa nini hatui hivyo? Au tulio wengi hatuko hivyo? Bwana Yesu asifiwe sana. Nakumbuka mtu anapompokea Bwana Yesu kwa mara ya kwanza, wokovu unakuwa ni kama lango. Ile kumpokea Bwana Yesu ni lango la maisha mapya. Kwa hiyo wokovu ni kama lango la kuingia. Kwa hiyo mtu anapompokea, kabla ya hapo anakuwa huyo mtu ndani yake anakuwa sio kiumbe kipya, anakuwa na maisha yale ya kale, maisha ambayo yametawaliwa na mwili au maisha yasiyoongozwa na Roho Mtakatifu. Kwa hivyo anapompokea Bwana Yesu tu kwa mara ya kwanza, ni kama lango, ni kama lango kubwa limeandikwa wokovu. Huo mlango unaitwa wokovu. Kwa mtu anapoingia pale, anatoka alikuwa na tabia tofauti tofauti za huko nje ambazo zinaashiria umeikiwa na shetani, ambaye anaashiria kutembea katika mwili na kuongozwa na mwili. Anapoingia pale kwa mara ya kwanza, anasamehewa dhambi zake, si ndivyo? Anaingizwa katika ufalme wa pendo la Mungu, anaitwa mtoto wa Mungu. Hivyo Mungu anatazamia sisi sasa, baada ya kuwa tumempokea Bwana Yesu, tumeingia, tusibaki vile vile na zile hali ile ya zamani ambayo tulikuwa nayo hapo mwanzo kabla hatujabaki. Anategemea sasa maamuzi yetu, mawazo yetu, hisia zetu, matamanio yetu yaweze kuongozwa na Roho Mtakatifu, yaweze kubadilishwa, yasiongozwe na mwili. Lakini jiulize, nilipokuwa najaribu kuzungumza na Roho Mtakatifu juu ya habari ya ushirika naye, ya watoto wa Mungu mahali hapa, na kumuuliza sana, Bwana, tumesoma habari zako, tumejifunza habari zako, na wewe mwenyewe umetufundisha, lakini kwa nini bado tuko katika maisha yale? Kwa nini hadhi yetu bado? Kwa nini hatuna ushirika na wewe? Kwa nini? Nikawa ndani yangu nauliza, kwa nini, kwa nini, kwa nini? Lakini Bwana akaniambia neno ambalo tutakwenda kujifunza siku ya leo, sababu kubwa kwa nini Bwana anashindwa kuwa na ushirika na sisi. Bwana Yesu asifiwe sana. Anashindwa kuwa na ushirika na sisi. Biblia inasema katika Warumi 8 na ule mstari wa 14, wote wanaoongozwa na Roho, hao ndio wana wa Mungu. Kwa hiyo kiashiria kimoja hapo cha kuongozwa, cha kuwa mwana wa Mungu, ni kuongozwa na Roho.
Ukiona ndani yako bado kuna uchungu, uchungu ndio unaongoza. Bado kuna wivu ndio unaongoza. Bado kuna tamaa ndio inaongoza. Bado kuna ghadhabu ndio inaongoza. Bado kuna kiburi ndio kinaongoza. Bado kuna hofu ndio inaongoza. Ndio kabisa ni dalili mojawapo kwamba hatuko bado chini ya uongozi wa Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kiashiria kimojawapo cha kuitwa mtoto wa Mungu ni kuongozwa na Roho Mtakatifu. Ni ishara namba moja kubwa ya kwamba wewe ni mwana wa Mungu. Na unapojua kwamba ikiwa kinyume chake unaongozwa na mambo tofauti na hayo, ina maana kwamba wewe si mtoto wa Mungu, bali unaitwa mtoto wa kuasi, mfalme wa anga, mungu wa dunia hii, Ibilisi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu watoto wake wako na tabia za namna hiyo. Kwa nini watu tulio wengi tunamchora Roho Mtakatifu? Mtu akasema, mbona somo la Roho Mtakatifu tumejifunza sana kweli? Na mimi niliuliza Roho Mtakatifu. Sasa watoto wako sasa tunasema habari za Roho Mtakatifu. Tumejifunza sana, lakini bado akasisitiza chungu ya uchungu, sababu yeye ndio anafahamu. Wengi tunamjua Roho Mtakatifu kwa sehemu fulani tu, na wengine tunamjua kwa jina la Roho Mtakatifu, na wengine tunamfahamu nyakati za ibada tu, yaani kama ni nguvu inatusaidia wakati wa maombi, wakati wa kuhubiri kama hivi ninavyosimama hivi. Bwana Yesu asifiwe. Au wakati ninapokuwa na tuko kwenye maombi, kipindi kile cha maombi ya sana, tunaanza kuomba. Ndipo sasa tunamtambua Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Roho Mtakatifu akaniambia sababu kubwa kwa nini sijaziilika kwa watoto wangu hao ni kwa sababu hawajanipa moyo wote. Bwana Yesu asifiwe sana. Wengi wananitafuta mimi wakati wanapokuwa na shida tu. Wengi wananitafuta mimi wanapopata matatizo, ndio wananikumbuka. Wengi wananitafuta mimi tu wanapokuja siku ya Jumapili ya ibada, ndipo wanaanza kuliita kwamba na mimi nipo. Wengi wananikumbuka tu pale wanapokuwa wanahubiri. Ni kweli unaweza kusimama kama hivi na ukahubiri, lakini kumbe Roho Mtakatifu uko naye wakati wa kuhubiri tu. Wengi wananitafuta wakati wa kuimba tu, na wengi wananitafuta wakati wanapokuja Jumapili au siku za kawaida za ibada. Ila masaa mengine yote mimi sina nafasi, na ndio maana sijapata nafasi ya kuwa na ushirika nao. Yesu anataka Roho wake Mtakatifu tuweze kuwa na ushirika naye katika maisha yetu yote. Kwa maana nyingine, tumpe moyo wetu wote, tumpe yeye. Hataki tuwe vuguvugu, sehemu ya moyo nampa siku ya Jumapili peke yake, alafu moyo mwingine na kuwa nao siku zingine ni wapanga. Bwana Yesu asifiwe. Kumbuka yeye ni kiongozi, yeye ni Bwana, yeye ni mwalimu, yeye ni mfariji, yeye ni kila kitu katika maisha yetu. Lakini yeye hawezi kuingia kwa mtu asipopata ruhusa kamili. Ili aingie ndani na kuanza kujifunua, tunaweza tukasikia habari za Roho Mtakatifu kabisa, lakini kusiwe na mabadiliko. Anasubiri ruhusa kwako wewe uweze kumruhusu. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana Yesu akasema katika ile Yohana 14 ule mstari wa 17, asema nami nitamwomba Baba ili awape msaidizi mwingine ambaye atakaa pamoja nanyi, huyo Roho Mtakatifu ambaye ndio Roho wa kweli, ambaye ulimwengu hawezi kumpokea
kwa sababu ulimwengu hawezi kumpokea. Kwa nini? Kwa sababu hawamfahamu wala akai kwao wala hawamtambui. Lakini nyinyi mnamtambua kwa sababu anakaa kwenu, naye atakaa ndani yenu. Ni furaha ya kipekee sana. Mungu anakaa ndani yetu, hakai nje. Anakubali kukaa ndani yetu, kuwa karibu na sisi, kutuhudumia. Somo la leo, ujumbe wa somo la leo, ningependa utuulize, je, ni kwa namna gani umempa Roho Mtakatifu moyo wako wote? Tutaona mbele kidogo. Unaandika ujumbe wa leo, Roho Mtakatifu tawala moyo wangu wote. Roho Mtakatifu tawala moyo wangu wote. Roho Mtakatifu tawala moyo wangu wote. Kabla tujaendelea mbele, ningependa kujiuliza, Roho Mtakatifu ana nafasi gani katika maisha yako, katika moyo wako? Moyo wako, Roho Mtakatifu ana nafasi gani? Umempa nafasi ipi Roho Mtakatifu? Je, umempa nafasi tu pale unapokuwa na shida? Unamtafuta wakati wa matatizo? Au umempa nafasi tu wakati ya Jumapili tu? Jiulize. Au unataka tu iwe ni nguvu, tunapokuwa tunaabudu hapa, nguvu ishuke, afu tunamwacha Roho Mtakatifu? Tunapokuwa katika maombi, ukisikia usingizi unaweza kusimama kidogo, usione aibu, usimama tu. Ukisikia usingizi simama kidogo. Kuna somo la muhimu sana ambalo litabadilisha maisha yako. Amina. Litabadilisha maisha yako kabisa. Au ni Bwana anayeamua maisha yako? Bwana Yesu asifiwe sana. Roho Mtakatifu kwako ni nani? Roho Mtakatifu kwako ni nani? Mwambie Roho Mtakatifu, leo nataka utawale moyo wangu wote. Mwambie Roho Mtakatifu, leo nataka utawale moyo wangu wote. Mwambie Roho Mtakatifu, mwambie Roho Mtakatifu, leo nataka utawale moyo wangu wote. Hili si ombi la kawaida. Hili ni ombi la mtu ambaye pengine kuona mtu ametembea muda mrefu, au pengine nilikuwa jana wakati nakuja, nilikuwa napita njia vizuri, nikakutana na mtoto mdogo wa kiume, mtoto mdogo tu. Alikuwa anakuja karibia tunapokaa. Ametoka Kitunda, amepoteza nauli. Kwa hiyo akatembea na mvua inanyesha, akatembea mpaka akachoka. Akafika hatua akaenda kuomba msaada wa nauli. Bwana Yesu asifiwe sana. Ili ombi, Roho Mtakatifu naomba utawale moyo wangu wote, ni ombi la mtu ambaye amechoka, amefika hatua, ametembea kwa nguvu zake za kutamani kuishi maisha matakatifu. Amejaribu kaja anavyojaribu, uchungu bado upo. Amejaribu kusamehe lakini asahau. Amejaribu lakini bado kiburi kipo. Amejaribu kaja anavyoweza lakini tamaa za mwili bado zipo. Amefanya kila analoweza, bado hajaweza kubadilishwa. Ni ombi sasa na mtu ambaye amefika hatua, pengine iko baharini, boti imepinduka, ameweza kujiokoa, amefika hatua hawezi tena, anahitaji msaada. Ombi la leo ni ombi la mtu ambaye amechoka kuishi maisha ya zamani.
na sasa anamwambia Roho Mtakatifu, sasa naomba utawale moyo wangu wote. Bwana Yesu asifiwe sana. Unamwambia Bwana, sitaki tena kuishi maisha ya uchungu. Nimejitahidi kwa nguvu zangu, siwezi. Sitaki tena niishi maisha ya zamani ya kuwa vuguvugu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sitaki tena kuwa wakwako kwa siku ya Jumapili tu. Sitaki kuwa nazungumza maneno ya rohoni, lakini ndani yangu hakuna uzima. Nifika hatua sasa, unamwambia Roho Mtakatifu, nataka kuwa vile wewe ulivyo. Nataka kufanana na wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Roho Mtakatifu hawezi kutawala moyo ambao bado unaachilia usukani, usimamizi wa baadhi ya mambo. Hawezi kutawala moyo ambao ndani yake bado kuna kutokusamehe. Roho Mtakatifu hawezi kutawala moyo ambao ndani yake kuna majivuno. Roho Mtakatifu hawezi kusamehe moyo ambao, hawezi kutawala moyo ambao ndani yake kuna uchungu. Roho Mtakatifu hawezi kutawala moyo ambao ndani yake kuna hofu na mashaka. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Anataka umwambie, tawala maisha yangu. Chukua moyo wangu, utawale maisha yangu yote. Bwana Yesu asifiwe. Mtume Paulo alifika hatua, ukisoma katika kitabu cha Galatia sura ya 2 mstari wa 20, anasema nimesulubiwa pamoja na Kristo, lakini ni hai. Anasema pamoja na kusulubiwa, lakini ni hai. Anasema si mimi tena, bali ni Kristo ndani yangu. Pale tunapofika hatua, ukiona mwenzako amelala, mwambie usilale. Mwambie usilale. Usione aibu, mwambie tu usilale kwa upendo. Kwa upendo, mguse kidogo, mwambie usiguse kidogo. Mtume Paulo anafika hatua, anasema si mimi tena. Pale tunapofika hatua ya kusema Bwana, mimi siwezi, nimechoka kuishi maisha ya kujidanganya, ya kuonekana mtaua, lakini ukija unaniacha. Mtume Paulo anasema si mimi tena, si mimi tena. Na hapo ndipo mwanzo wa kujisalimisha kwa moyo wako kwa Roho Mtakatifu. Utapofika hatua ya moyo wako kujiachia kwamba wewe huwezi tena, sitaki tena uchungu, sitaki tena kumweka mtu yoyote, sitaki tena kusamehe, sitaki tena tamaa za mwili, sitaki tena hiki na kile katika machukizo, ndiko Roho Mtakatifu anapoanza kuchukua nafasi. Nataka mapenzi ya Mungu, si mapenzi yangu. Ndio maana Paulo anasema si mimi tena, si mimi tena, nimesulubiwa pamoja na Kristo, lakini amesulubiwa katika uchungu, amesulubiwa katika mambo yote ya mwilini. Bali mapenzi ya Mungu ndiyo yatawala, bali Roho Mtakatifu ndiyo yatawala. Kwa hiyo ujumbe wa leo unatuingiza, unatualika kuweza kuwa na uhusiano kutoka kwenye kumjua Roho Mtakatifu kwa jina, kutoka kwenye kumjua Roho Mtakatifu kwa sehemu fulani, kwenda kuwa na ushirika wa ndani zaidi wa kumfahamu Roho Mtakatifu katika ushirika wetu wa kila siku. Bwana Yesu asifiwe sana.
Bwana Yesu asifiwe sana. Tunapokuwa tunaendelea, tutakuwa tukijifunza baada ya somo hili, maisha yetu yote kuanzia unapoamka mpaka jioni yatakuwa chini ya usimamizi wa Roho Mtakatifu. Amina. Maisha yetu yote kuanzia kwanza unapoamka mpaka unapolala, unapoamka siku zote yatakuwa chini ya usimamizi wa Roho Mtakatifu. Yeye ndio atakayeamua maisha yetu. Je, moyo wako unatawaliwa na Roho Mtakatifu? Moyo wako wote. Je, moyo wako wote? Jiulize hili swali kama tujaendelea mbele. Je, moyo wangu, Roho Mtakatifu ana utawala wote? Je, nimempa Roho Mtakatifu moyo wangu wote? Jiulize. Mwambie Roho Mtakatifu kwa sababu anakusikia. Je, nimempa moyo wangu wote Roho Mtakatifu? Mwambie Roho Mtakatifu. Au nimempa tu sehemu ya moyo, halafu sehemu nyingine naendelea kuishiria. Ndani ya moyo kuna vyumba vingi sana. Kuna vyumba vingine ambavyo pengine funguo zake sitaki yeye aingie. Bwana Yesu asifiwe. Tutaona mbele. Roho Mtakatifu anataka moyo wako wote ili uweze kumuona, uweze kumsikia, uweze kutembea na wewe, aweze kuwa kiongozi. Anataka moyo wako wote, si sehemu ya moyo wako. Si wakati unahubiri tu ndio Roho Mtakatifu anamhitaji. Si wakati unaimba, si wakati ambako unaomba, si wakati unaombea watu. Anataka maisha yako yote na kila wakati. Mtume Paulo anasema si mimi tena, bali ni Kristo ndani yangu. Kwa hiyo anafika hatua anasema si mapenzi yangu tena, Bwana sitaki, nimekupa moyo wangu wote, sio mimi tena. Yaani anajihesabu yeye ndani ni Kristo. Ukimfunua yeye unamwona Kristo, si Paulo tena. Ndio anasema si mimi tena, bali ni Kristo. Ni alijisalimisha, alimpa Kristo moyo wake wote. Ndio maana anasema si mimi tena. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa unaposema kumpa maana Roho Mtakatifu kutawala moyo wote, unaona gani? Tunaposema Roho Mtakatifu kutawala, pengine ndani yako unajua neno maana ya utawala. Wengi tunajua kuna tawala za mikoa, kuna tawala mbalimbali, kuna tawala za kifamilia, kuna tawala za kila namna. Hata kwa kanisani kuna uongozi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa namna unavyojua hivyo, lakini nini maana yake Roho Mtakatifu kutawala? Unaweza kusema hapa, mbona mimi Roho Mtakatifu anatawala? Mbona ninakuja kanisani? Mbona ninakuja kwenye ibada? Mbona nasimama kuhubiri? Lakini kiukweli kumbe Roho Mtakatifu anatawala baadhi ya maeneo tu katika moyo wako, na mengine Roho Mtakatifu atawali. Bwana Yesu asifiwe. Tunaposema Roho Mtakatifu tawala moyo wangu wote, nini maana yake? Ni kitendo cha kumruhusu Roho Mtakatifu kuchukua usimamizi kamili wa moyo wako, 100%. Yeye ndio anakuwa mwamuzi wa mwisho juu ya maisha yako kila siku. Usikie kulala, simama kidogo. Usikie kulala, simama kidogo. Usikubali. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunakwenda hatua kwa hatua. Ukimwona mwenzako na hawa, basi mwambie usilale. Kwa wakati mfupi tu mwambie usilale. Bwana Yesu asifiwe sana. Itakuwa ni hasara kubwa kama utaondoka bila kupata neno. Bwana Yesu asifiwe. Nao ni upendo tumefundishwa. Ukimwona jirani yako, nao ni upendo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ni kitendo cha Roho Mtakatifu kuchukua mamlaka kamili ndani ya moyo wako. Yeye ndio anakuwa mwamuzi wa mwisho katika maisha yako ya kila siku. Leo tutaangazia mambo matatu
tunaposema utawala, kumpa moyo wako Roho Mtakatifu kutawala moyo wako wote, nini maana yake? Yako mambo mengi, iko maana nyingi, lakini leo tutaangalia maana 3. Maana ya kwanza, andika. Maana ya kumpa Roho Mtakatifu moyo wangu wote ni kumruhusu Roho Mtakatifu awe nafasi ya kwanza. Maana ya kwanza ni kumruhusu Roho Mtakatifu awe nafasi ya kwanza. Amina. Kumruhusu Roho Mtakatifu awe nafasi ya kwanza. Kumruhusu Roho Mtakatifu awe nafasi ya kwanza, maana yake ni kumtanguliza Roho Mtakatifu katika mambo yako yote wa kwanza, kabla ya maamuzi yako, kabla ya mipango yako, kabla ya kuwaza kwako, baada ya kuchukua hatua ya kufanya jambo fulani, kabla ya kuwashirikisha wengine, kabla ya kupanga mipango ya baadaye, kabla ya ile mipango ulionayo ya sasa, unamruhusu Roho Mtakatifu kwanza na kumwomba Roho Mtakatifu kabla ya kuchukua hatua. Yeye ndio anakuwa nafasi ya kwanza kabla ya wewe kuchukua hatua. Sasa mara nyingi sana unakuta tunachukua hatua fulani, tunafanya jambo fulani, alafu baadaye tunamwambia Roho Mtakatifu, kwa kweli nilifanya jambo fulani, tuna maamuzi yako. Nataka kufanya biashara fulani. Kwa hiyo uende kumuomba Roho Mtakatifu kwanza kabla hujaenda kufanya. Unafanya biashara, alafu baadaye unamwambia Bwana, ninaomba uibariki biashara yangu. Kwa hiyo Roho Mtakatifu anakuwa kama mshirikishwaji kwa yale maamuzi yako. Unazungumza mambo fulani kabla ya kuruhusu Roho Mtakatifu kumwambia, kabla hujazungumza jambo, Roho Mtakatifu, naomba unipe cha kusema. Matokeo yake ni maneno pengine yanakuwa na mazao, alafu baadaye tunakuja kwa Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu, kwa kweli